Ili miundombinu muhimu ya TEHAMA iweze kulindwa, ni lazima kwanza itambuliwe kwa kuzingatia vigezo vilivyowekwa kisheria. Ulinzi wa miundombinu hiyo unalenga kuhakikisha kwamba miundombinu inabaki salama, inapatikana na inafanya kazi kwa uhakika, hasa wakati inapotokea kunakuwa na mashambulizi ya mtandao, inapotokea kunakuwa na hitilafu au majanga. Katika kuhakikisha miundombinu hiyo inalindwa, kwa mujibu wa kifungu cha 28 cha sheria ya makosa ya mtandao na kwa mamlaka iliyopewa kupitia kifungu hicho, mnamo tarehe 19 Juni 2026 kupitia tangazo la serikali namba 147 lilitangaza miundombinu muhimu ya TEHAMA kutoka katika sekta mbalimbali ambayo inapaswa kusajiliwa ili iweze kupata ulinzi wa kisheria. Utekelezaji wa tangazo hilo ni kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia tarehe ya tangazo hilo tarehe 19 Juni 2026 na miezi hiyo 6 itakoma ifikapo tarehe 19 Desemba mwaka 2026. Hivyo basi, mpaka sasa ni miezi miwili imepita tangu kutolewa kwa tangazo hilo la serikali namba 147, na kwa kutambua hilo, wizara imeona ni vyema pia itoe taarifa hii kwa umma kupitia ndugu zangu wahariri na waandishi. Ndugu wahariri na waandishi wa habari, nipende kutoa rai kwa sekta zote kama nilivyozieleza zenye miundombinu muhimu ya TEHAMA kuisajili miundombinu hiyo kupitia mfumo wa usajili unaojulikana kwa jina la CII Portal au Critical Information Infrastructure Portal, na mfumo huu wa CII unapatikana kwa anwani ya https://cii.mawasiliano.go.tz, ambapo mmiliki au mwendeshaji wa miundombinu atatakiwa kufungua akaunti kwenye mfumo kabla ya kuanza kujaza taarifa za miundombinu au miundombinu yake. Vilevile, kupitia miongozo mitano iliyotaja awali, itarahisisha kupata uelewa wa namna ya kutekeleza swala hili au sharti hili. Pamoja na miongozo hiyo iliyotaja awali mitano, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeandaa mpango wa elimu kwa umma kwa makundi na sekta mbalimbali kuhusu usajili na ulinzi wa miundombinu muhimu ya TEHAMA. Ndugu wahariri na waandishi wa habari, nipende kutumia nafasi hii kuwasihi wamiliki wote wa miundombinu muhimu ya TEHAMA kushirikiana kwa karibu na timu yetu ya wataalamu kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, wadawati la msaada katika masuala ya usajili, uzingatiaji wa matakwa ya usalama na usaidizi wa kiufundi kupitia namba za simu zifuatazo: kupitia namba ya simu 0612 600 600 au kupitia namba ya simu 0612 400 400 au kupitia namba nyingine 0733 124 972 au kupitia barua pepe ya support@mawasiliano.go.tz, na pia kupitia fomu ya maulizo inquiry form inayopatikana katika kurasa zetu za CII Portal. Ndugu wahariri na waandishi wa habari, nipende kutumia nafasi hii kuwafahamisha kwamba endapo kuna changamoto za kiusalama katika miundombinu muhimu ya TEHAMA, inapaswa kutoa taarifa kwa mamlaka za kiusimamizi ndani ya saa 24 tangu kubainika kwa changamoto hizo ili kuzuia athari zinazoweza kujitokeza. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba mamlaka inapata taarifa mapema kuhusiana na kutokea kwa tukio, aina ya athari iliyojitokeza au inayoweza kutokea, huduma zilizoathirika au zinazoweza kuathirika, pamoja na hatua za awali ambazo mmiliki au mwendeshaji amechukua kukabiliana na tukio. Ndugu wahariri na waandishi wa habari, kwa kutangaza miundombinu muhimu ya TEHAMA, imeweka msisitizo kuwa kwa yeyote atakayebainika kutenda kosa la uharibifu wa miundombinu muhimu ya TEHAMA kwa mujibu wa kifungu cha 29 cha sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015, kimeweka wazi kwamba mhusika atapata adhabu ya kulipa faini isiyopungua shilingi za Kitanzania milioni 100
au mara 3 ya hasara iliyosababishwa au kifungo kisichopungua miaka 5 au vyote kwa pamoja, ikiwemo faini pamoja na kifungo, kwa kuwa uharibifu wa miundombinu hiyo unaweza kusababisha athari za kiusalama, kiuchumi na kijamii. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.